Baada ya kuongea sana katika utambulizi wa kitabu cha Diamond, hebu tuendelee na sehemu nyingine ambapo tunaangalia wazo la ghafla ambao kwa lugha ya kiroho tunasema ni mwangwi wa mtetemo, au lugha ya kisasa tunaweza tukasema ni habari. Wazo la ghafla ni habari. Rafiki yangu, sasa hebu tuanze safari yetu ya ujenzi. Hatua ya kwanza kabisa katika kuelekea kuwa mtawala wa uhalisia wako inaanza na kitu ambacho wengi hukichukulia kawaida sana. Kitu hichi ni wazo la ghafla. Umewahi kukaa, pengine unatembea njiani, pengine ulikuwa umekaa, pengine unatembea njiani, au unatazama miti ikicheza na upepo. Kisha ghafla likaja wazo fulani kubwa kichwani mwako, wazo ambalo hukuwa unaliwaza dakika moja iliyopita, lakini limeingia kama umeme. Watu wa mtaani husema nimepata wazo, lakini mimi na wewe tunajua ukweli wa ndani zaidi. Lile sio wazo tu, ule ni mwangwi wa mtetemo. Ni kama habari inayotoka mbali sana na imekuja kugonga kwenye milango yako ya hekalu lako. Kwenye milango ya hekalu lako. Sasa, hebu tuangalie asili ya habari hii, au kwa Kiingereza tunaweza kusema ni data. Katika ulimwengu usioonekana, mawazo hayapo kama vitu vilivyokufa. Mawazo ni kama viumbe hai, vyenye uhai na mtetemo wake. Ukiangalia kitabu cha mitetemo ya kiroho, utaona jinsi tunavyoangalia habari hii. Lakini vile vile kwenye kitabu cha uwezo wako kwa vitendo, utaweza kuangalia kwa undani habari hii. Tunasema kila jambo kubwa unaloliona duniani leo, iwe ni miji mikubwa, daraja kubwa la ajabu, au mfumo wa maisha wowote unaouona, lilianza kama mwangwi huu. Lilianza kama wazo la ghafla. Lilikuja kama habari inavyokuja kwako wakati ukiwa umetulia, au unatembea, au umekaa mahali unatafakari kwa kuangalia miti. Basi hata vitu vingine vikubwa vilianza hivyo hivyo. Wakati wazo linakuja ghafla, maana yake ni kwamba kwa sekunde ile mtetemo wako wa ndani uliweza kugusana na mtetemo wa lile wazo lililokuwa linaelea kwenye ulimwengu wa asili. Ni sawa na unavyosikia sauti ya redio ikipita kwa mbali ukiwa umekaa barazani. Sauti ipo muda wote. Sauti yenyewe ipo muda wote, lakini unaisikia tu pale redio inapopita karibu na wewe. Wazo la ghafla ni habari inayokufuata kwa sababu hekalu lako lilikuwa wazi kuipokea. Watu wengi huwa na mawazo, watu wengi huwa na ndoto, watu wengi hulalamika kwamba mimi asili imenitupa. Lakini sio hivyo, ni kwa sababu hawafahamu jambo hili la wazo la ghafla ambalo ukiwa umelala zinakuja kama ndoto. Watu wengi hawajui kwamba ndio namna ambavyo ulimwengu huzungumza na sisi. Tunachojifunza sisi hapa ni kuzingatia na kufuata kanuni hizi za kudili na taarifa tunazozipokea kutoka ulimwengu wa siri, au ulimwengu wa kiroho, au gizani. Mawazo ni hazina ya gizani. Rafiki yangu, hapa ndipo kosa kubwa la wanadamu linapofanyika. Wanadhani wazo likishakuja ghafla basi limekamilika. Wanadhani kuwa kwa sababu wamelipata basi wanaweza kukimbia mtaani. Wanajua wanaweza kukimbilia mtaani na kuanza kulifanyia kazi kwa kutumia nguvu ya mikono. Hili ni kosa ambalo limeua maelfu ya ndoto nzuri za watu.
tunabaki kusema makaburini kuna utajiri umelala. Hiyo yote ni kutokana na kupuuzia mawazo, kupuuzia taarifa kutoka ulimwengu wa kiroho, kukosa maarifa ya kuona taarifa zinazotoka ulimwengu wa kiroho. Watu wengi hulalamika, hutaka kujiunga na sehemu mbalimbali ili waweze kujifunza mambo ya kiroho, huku wakiwa ni mabingwa kupuuzia mawazo ya ghafla. Wazo la ghafla ni habari ghafi, ni habari, ni mali ghafi, ni data, ni taarifa. Ni sawa na mbegu ya alizeti iliyodondoka juu ya sakafu ya saruji. Mbegu ipo, ina uhai, lakini haina mahali pa kushika mizizi. Haina mwili, haina ulinzi, na haina mwelekeo. Ukikimbilia na wazo hilo mtaani, ukikimbilia nayo mbegu hiyo mtaani, itapotea kama moshi unavyopotea kwenye upepo mkali, kwa sababu hukuipa nanga ya kuiweka imara. Wale ambao ni wavuvi wanafahamu, ukiacha mtumbwi wako unaelea juu ya maji bila kuweka nanga, utakuta umesogea mbali kwenye kina kirefu na utapata shida kwenda kuukwea ili uendelee na safari yako juu ya maji. Sasa, kwa nini wazo linakujia wewe? Habari hii haikujii wewe kwa ajali wala kwa bahati mbaya. Inakuja kwa sababu kuna jambo ndani yako linahitaji kurekebishwa, au kuna ufalme ndani yako unahitaji kupanuliwa. Wazo la ghafla linaweza kuja kwa sura tatu: ama kurekebisha uwiano, ambapo wazo la kutatua jambo linakusumbua au linalokusababishia hofu. Wazo hilo linakuja kurekebisha uwiano. 2, kupanua miliki. Wazo la kuongeza thamani, mali au heshima kwenye maisha yako. Lakini 3, kama mwangaza. Wazo linalokupa uelewa mpya wa jinsi dunia inavyofanya kazi. Hizi ndio namna 3 ambalo wazo la ghafla linaweza kuja na sura nayo. Ama kurekebisha uwiano, wazo hili linakuja kutatua jambo lililokuwa linakusumbua. Ama kupanua miliki, kwa maana ya kuongeza thamani, mali au heshima kwenye maisha yako. Lakini 3 ni mwangaza. Wazo linakupa uelewa mpya wa jinsi dunia inavyofanya kazi. Kama vile unakutana na Ndangisha Kafumo, anakupa elimu na taaluma hii ambayo labda umewahi kupita huku na huku, uliipata kwa uzuri kabisa, lakini hii inakuwa kama nyongeza, au lakini kama ni mara yako ya kwanza inakuwa ni uzuri kabisa. Kwa tunasema ni wazo linakuja kwa ajili ya mwangaza. Unapita kwenye mtandao wa kijamii, unakutana na andiko langu, unavutiwa nalo. Kwani unakuwa umevuka maandiko mangapi hadi ukakutana na wazo andiko langu likakuchukua umakini? Kwa sio jambo la bahati mbaya. Unapopokea habari hii ya wazo la ghafla, lazima ujue kuwa wewe ni kama mlinzi wa lango. Si kila habari inayopita ni ya kwako, lakini inayobaki na kukusisimua ndani ya kifua chako, hiyo ndiyo mbegu yako. Usiruhusu nishati ya wazo hili itawanyike kwa kuzungumza na watu wa nje mapema mno. Tunasema kila unavyozungumza kuhusu wazo lako kwa watu wa mifumo ya nje au watu wa nje, unakuwa unapunguza ule mtetemo wa asili na kuingiza hofu za watu wengine. Kama unavyofahamu, ukipenda kuombaomba sana ushauri juu ya mambo yako, sio kila mtu atakutia moyo. Mwingine atakukatisha tamaa juu ya jambo ambao hata hajui limekuja wewe ukiwa na mazingira gani. Hebu tuangalie itifaki ya kunasa habari, jinsi ya kukamata wazo. Mjenzi wa kweli hachezi na wazo la ghafla. Akili ya kawaida
akili ya kawaida ile ya mtaani inasahau sana, inapenda mambo ya sasa hivi na inasahau mambo ya kudumu. Hivyo, sio, umenielewa? Sasa mjenzi wa kweli hachezi na mawazo ya ghafla na udhaifu uliopo. Akili ya kawaida ile ya mtaani yenyewe huwa inasahau sana mambo na inapenda mambo ya sasa hivi na inasahau mambo ya kudumu. Hivyo, mbinu yako ya kwanza ni kunasa ile habari kabla haijarudi ilikotoka. Lazima ujifunze kunasa wazo hilo la ghafla. Habari hii tunajifunza kwa undani kwenye kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo, kitabu ambacho nilikuwa nikikizungumza mara kwa mara, ambacho kina gharama kidogo nadhani. Kitu cha kwanza ambacho tujifunze hapa, hatua za kunasa wazo au habari. Tuangalie haya mambo matatu hapa. Jambo la kwanza, tunasema kwamba unapohisi mwangwi wa wazo kubwa umeingia ndani yako, nuna, usiseme neno. Kaa kimya, usiseme neno. Usikimbie kumwambia rafiki yako au mke wako au ndugu yako yoyote. Tunasema kwamba kilele cha uumbaji kinahitaji siri. Unapoongea unahamisha nishati ya wazo kutoka kwenye roho yako kwenda kwenye misuli ya ulimi wako. Hii inapunguza nguvu ya wazo hilo kuwa kitu cha kweli. Tunasema unatakiwa ubaki na lile wazo ndani yako, kama vile mama mjamzito anavyokaa na mtoto tumboni bila kila mtu mtaani kujua. Kuhisi mtetemo wa mwili. Kuhisi mtetemo wa mwili. Lile wazo linagusa sehemu gani ya hekalu lako? Lazima ujiulize hivi. Ukilisikia likicheza kwenye kifua na moyo, hilo ni wazo la huduma, upendo na kusaidia wengine. Litaleta amani kwa kufanya hivyo. Lakini ukisikia likichoma kwenye tumbo, solar plexus, ni wazo la mamlaka na nguvu. Hilo linakuwa ni wazo la mamlaka, nguvu na mambo ya fedha. Linahitaji ushupavu. Wazo hilo linahitaji ukakamavu, sio lelemavu. Lakini ukilisikia likimulika kwenye kati ya nyusi, ukisikia linamulika kati ya nyusi, yani ile sehemu ambayo tunasema hapo ndo ndani yake kuna jicho la tatu, hilo ni wazo la uvumbuzi, wazo la maarifa mapya na kuona mambo ambayo wengine hawayaoni bado. Sasa, ili habari isipotee, lazima uiwekee alama ya siri. Hii inaweza kuwa ni kuandika neno moja tu kwenye karatasi ya siri ambao hakuna mtu mwingine ataiona, au kufanya chochote. Unaweza kaweka hata jiwe, unaweza katoboa hata mti, ili unapoona pale ulipotoboa uweze kukumbuka. Hii ni nanga. Tunasema hii ni kama nanga. Hiyo ni kama nanga yako ya kwanza kabisa. Kwa kufanya hivi unakuwa umehamisha wazo kutoka kwenye ulimwengu wa hewa na kuliingiza kwenye ulimwengu wa vitu vinavyoshikika. Huu ndio mwanzo wa kuliwekea kuta hekalu la uumbaji wako. Rafiki yangu, nakuambia, kumbuka maneno yangu haya. Maneno haya nimeandika pia kwenye kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo. Nimesisitiza kwamba adui mkubwa wa mwanadamu ni kushindwa kuumba mbegu. Wazo la ghafla ni nafasi uliopewa na asili ili uunde. Wazo la ghafla ni nafasi uliopewa na asili ili uunde mbegu. Usikubali ipite na kupotea. Itunze kama almasi ya thamani, kwa sababu ndani ya ule mwangwi mdogo
ndimo mlimojificha ufalme wako wote wa baadaye. Usihangaike na jinsi itakavyokuwa. Usihangaike wala usifikirie kwamba itakuwaje. Hangaika na kulizuia